Naam, karibu tuandamane hadi tamati. Naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda AJB, na Lensa Odingo ndio msaidizi wetu kwa upande wa lugha ya ishara. Karibu mtazamaji, mimi naitwa Gladys Mungai. Na wauguzi kote nchini wameipa serikali ya kitaifa na zile za kaunti siku 26 ili kuboresha maslahi yao au washiriki mgomo ambao unatishia kutatiza huduma katika hospitali za umma. Akiongea jijini Nairobi leo, katibu mkuu wa chama cha wauguzi nchini Seth Panyako alisema wauguzi watagoma Julai 7 ikiwa serikali itakosa kushughulikia malalamishi yao, ikiwa ni pamoja na swala la wauguzi katika mpango wa afya bora kwa wote UHC kupewa ajira rasmi. Huku wizara ya afya ikikabiliwa na upinzani mkali kufuatia pendekezo lake la kukabidhi swala la mishahara ya wahudumu wa mpango wa afya kwa wote kwa kaunti kufikia Julai mosi, wizara ya afya huenda ikakabiliwa na wakati mgumu baada ya wauguzi kutoa arifa ya wiki 3 ya mgomo. Katibu mkuu wa chama cha wauguzi KNUN Seth Panyako amedai kwamba wauguzi wamewaguliwa na kuhudumu katika mazingira yasiyofaa. Serikali imekataa kubadilisha wahudumu ambao wanaitwa UHC kutoka kandarasi mpaka kuingia kazi ya kudumu, kwa hivyo kandarasi ya kudumu. Kwa hivyo wanafanya kazi katika mazingira yaliyo mabaya, wanalipwa mishahara mdogo sana ambao haiwezi kuwafanya wao kujimudu katika maisha. Chama hicho sasa kinataka wafanyakazi wa UHC wapewe ajira ya kudumu. Kuna pia nyongeza ya mshahara ambao ilipitishwa na chopo kazi la kuangalia mishahara SRC ambao ilikuwa ianze Julai mwaka 2024. Mpaka sasa serikali za kaunti hazijatekeleza hayo. Ile ambayo imetekeleza ni wizara ya afya peke yake. Jambo lingine ni kwamba serikali za katuzi zimekataa kukaa chini na sisi kutekeleza na kukubaliana mambo ya CBA, mkataba wa CBA. Aidha, Panyako alielezea wasiwasi wake kuhusu uhaba wa wauguzi katika hospitali za umma, hali aliyosema imeathiri utoaji huduma. Kwa muda wa siku 26, kama haya mambo hayajatekelezwa, kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 itakuwa ni sapa. Tutaanza mgomo na huo mgomo utaendelea mpaka saa zile haya mambo yatatekelezwa na serikali zote mbili. Joseph Wahungu, Darubini.